Tunawashukuru sana kwa kuwepo hapa. Usiku wa kuamkia leo na mapema leo asubuhi, kwa maelekezo yangu, majeshi ya silaha ya Marekani yalitekeleza operesheni ya kijeshi ya kipekee sana katika mji mkuu wa Venezuela. Nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani, angani, nchi kavu na baharini, ilitumika kufanya shambulio la kushangaza sana, shambulio ambalo watu hawajawahi kushuhudia tangu vita kuu ya pili ya dunia. Lilikuwa shambulio dhidi ya ngome ya kijeshi iliyolindwa vikali katikati ya Caracas kwa lengo la kumfikisha dikteta haramu Nicolas Maduro mbele ya haki. Hii ilikuwa moja ya maonyesho ya kushangaza zaidi yenye ufanisi na nguvu kubwa ya uwezo wa kijeshi wa Marekani katika historia ya nchi yetu. Tukitafakari, tumefanya pia operesheni nyingine kubwa kama kumuua Soleimani, al-Baghdadi na hivi karibuni kuharibu kabisa vituo vya nyuklia vya Iran katika operesheni iliyoitwa Midnight Hammer. Zote zilitekelezwa kwa ukamilifu. Hakuna taifa duniani lingeweza kufanikisha kile ambacho Marekani ilikifanya jana au hata katika muda mfupi uliopita. Uwezo wote wa kijeshi wa Venezuela ulilemazwa, huku wanajeshi wetu kwa kushirikiana na vyombo vya sheria vya Marekani wakifanikiwa kumkamata Maduro usiku wa manane. Jiji lilikuwa gizani, taa nyingi za Caracas zilikuwa zimezimwa kutokana na ujuzi maalum tulionao. Ilikuwa operesheni ya kimya, ya hatari na ya mauti. Maduro alikamatwa pamoja na mke wake, Celia Flores, ambao sasa wanakabiliwa na haki ya Marekani. Wameshtakiwa katika mahakama ya wilaya ya kusini ya New York kwa kampeni yao ya ugaidi wa dawa za kulevya dhidi ya Marekani na raia wake. Ninawashukuru wanaume na wanawake wa jeshi letu kwa mafanikio ya ajabu yaliyopatikana kwa kasi, nguvu, usahihi na ujuzi wa hali ya juu. Ni nadra sana kuona kitu kama hiki. Tumeshuhudia hapo awali mashambulizi ambayo hayakufaulu na yalikuwa aibu kwa taifa, kama yale ya Afghanistan au enzi za Jimmy Carter. Leo, Marekani inaheshimiwa tena, pengine kuliko wakati wowote ule. Wanajeshi wetu waliokuwa wamefunzwa kwa kiwango cha juu, wakifanya kazi pamoja na vyombo vya sheria, waliwakuta wakiwa tayari. Walijua tunakuja, walijua kuna meli nyingi baharini. Lakini licha ya maandalizi yao, walishindwa kabisa na walilemazwa kwa haraka sana. Kama ungeona niliyoona usiku ule, ungefurahishwa sana. Hakuna mwanajeshi hata mmoja wa Marekani aliyeuawa, wala kifaa chochote cha kijeshi cha Marekani hakikupotea. Helikopta nyingi, ndege nyingi na watu wengi walihusika, lakini hakuna hata kifaa kimoja kilichopotea. Hilo linaonyesha ukubwa wa uwezo wa jeshi letu. Jeshi la Marekani ndilo lenye nguvu na ukali mkubwa zaidi duniani, likiwa na vifaa na ujuzi usio na mfano. Adui zetu hawawezi hata kufikiria uwezo tulionao. Hakuna vifaa kama vya Marekani. Tumepunguza kwa kiasi kikubwa dawa zinazoingia kwa njia ya bahari, takriban 97%. Dawa hizi nyingi hutoka Venezuela. Tutaisimamia nchi hiyo hadi pale ambapo mtindo salama, sahihi na wa haki wa uongozi utawezekana. Hatutaki kuondoka halafu mtu mwingine mbaya achukue madaraka na kuendeleza mateso ya miaka mingi. Tunahitaji amani, uhuru na haki kwa watu wa Venezuela. Hii inawahusu pia wa Venezuela wengi wanaoishi Marekani, wanaotamani kurejea kwa nyumbani kwao. Hatutachukua hatari ya kuruhusu mtu mwingine asiyejipinga maslahi ya wananchi wa Venezuela kuiongoza nchi hiyo. Sekta ya mafuta ya Venezuela imekuwa janga kwa muda mrefu. Tutaziwezesha makampuni makubwa ya mafuta ya Marekani kuwekeza bilioni za dola kurekebisha miundombinu iliyoharibika na kuanza kuingiza mapato kwa taifa hilo. Tuko tayari kufanya shambulio la pili kubwa zaidi endapo litahitajika, ingawa huenda halitakuwa muhimu kutokana na mafanikio makubwa ya operesheni ya kwanza. Ushirikiano kati ya Venezuela na Marekani utaifanya Venezuela kuwa nchi tajiri, huru na salama, na pia utafurahisha wa Venezuela wengi wanaoishi Marekani wameteseka kwa muda mrefu. Maduro alikuwa kinara wa mtandao mkubwa wa uhalifu uliosababisha usafirishaji wa dawa hatari sana kuingia Marekani na kusababisha vifo vya malaki ya Wamarekani. Yeye na mke wake watakabiliwa na nguvu kamwe ya sheria ya Marekani, ardhi ya Marekani. Kwa miaka mingi baada ya muda wa urais wake kumaliza, Maduro aliendelea kubaki madarakani na kuendesha kampeni ya vurugu, ugaidi na uharibifu dhidi ya Marekani, kutishia usalama wa eneo lote.
Alituma magengi ya kikatili kuwatisha raia wa Marekani kufanya mauaji, ubakaji na mateso. Leo hali imebadilika. Washington DC sasa ni salama zaidi kuliko wakati wowote. Miji mingine pia imeanza kuona kupungua kwa uhalifu. Tunawashukuru jeshi la kitaifa, jeshi letu na vyombo vya sheria kwa kazi kubwa waliofanya. Maduro hataweza kumtishia raia wa Marekani wala raia wa Venezuela. Utawala wake wa kigaidi umeanguka. Watu wa Venezuela sasa wako huru. Marekani ni nafasi salama na ya fahari zaidi leo, na ulimwengu wa Maghrib ni mahali salama zaidi kuliko hapo awali.